mashindano ya namna hii ambayo tumekuwa tukiyafanya kila mwaka. Mashindano haya polisi jamii mwaka huu yana malengo yafuatayo: moja, kujenga jamii salama na yenye amani kwa wote. Mbili, kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi wa wilaya ya Tarime na jeshi la polisi Tanzania. Tatu, kuwezesha vijana kuchagua fursa badala ya uhalifu. Nne, kukuza maadili, uwajibikaji na uzalendo kwa jamii. Tano, kuifanya Tarime kuwa mfano kwa usalama na maendeleo. Sita, kutoa elimu ya namna ya kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu katika jamii. Kauli mbiu ya mashindano haya, Tarime bila uhalifu inawezekana. Mashindano haya yalishirikisha timu 16. Ni Tadea, Kinyamanyola FC, Tarime Warriors, Nyandoto FC, Tarime All Star ambao ndo wamecheza leo finali, Lebu FC, Afya FC, Giants FC, Mawakala FC, Polisi FC, Mkende FC, Bomani FC, Aluminium FC ambao nao wako uwanjani wanashiriki finali, Tarime United, Hampton na Veterani. Hizo ndio timu 16 shiriki za mashindano haya. Yalianza hatua ya knockout au mtoano, yakaingia robo finali, nusu finali na hatimaye leo tunashuhudia finali nzuri sana haijawahi kutokea katika mji huu wa Tarime, kati ya timu ya Tarime All Stars almaarufu the Brazilians dhidi ya timu ya Aluminium. Afande, kwa kifupi naomba niishie hapo kuzingatia muda. Nimkaribishe Afande OCD kuendelea na taratibu. 10/7/2027. Afande Saka Makunjera, kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi Tarime Rorya. Mheshimiwa Esther Matiko, mbunge wa jimbo la Tarime mjini. Wajumbe wa kamati ya usalama wilaya ya Tarime mliopo, makamishna wa polisi mliopo, waheshimiwa madiwani mliopo, wakuu wa idara mbalimbali za serikali, meneja wa benki CRDB, NMB na NBC, viongozi wa mashirika, kampuni na taasisi binafsi mliopo, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa dini, ndugu wenye viti wa mitaa, vitongoji na vijiji mliopo, Chief Peter Zakaria, chief wa mkoa ya Watimbaru, mwakilishi wa mkurugenzi wa kampuni ya Soya One Limited ndugu David Muta, Jacob Mgini, mkurugenzi wa kampuni ya Mara Online, ndugu Wambura John, mkurugenzi wa Jitam Plant, ndugu Nora Gachuma, maafisa wakaguzi na askari wa vyombo mbalimbali, wawakilishi wa vikundi vya ulinzi shirikishi, ndugu waandishi wa habari, wanafunzi wote wa shule mbalimbali, wananchi wa wilaya ya Tarime, wageni wote waalikwa. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu, kazi na utu. Kauli mbiu Tarime bila uhalifu inawezekana. Afande mgeni rasmi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka ya uhai na kutuwezesha kuwa pamoja leo katika tukio hili muhimu la uzinduzi wa kampeni ya Tarime bila uhalifu inawezekana na fainali ya Polisi Jamii Cup 2026. Kipekee ni kushukuru wewe binafsi kwa kukubali mwaliko wetu. Pamoja na majukumu mengi ulionayo, bado uliona ni muhimu kushiriki nasi katika tukio hili muhimu sana kwa usalama wa wilaya hii ya Tarime. Kampeni hii imeandaliwa kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya jeshi la polisi na wananchi katika kujenga jamii salama yenye amani na utulivu. Vilevile yamelenga kukuza maadili mema, uwajibikaji, uzalendo na mshikamano, hususan kwa vijana kupitia michezo. Afande mgeni rasmi, tuliona ni muhimu kuifikia jamii ambayo tumekuwa tukiitumikia kwa kuwapa elimu ya namna ya kushiriki katika zoezi la ulinzi na usalama wao, na namna rahisi ilikuwa ni kupitia michezo ambayo tulianza tarehe 14/6/2026 na leo tunahitimisha
fainali itakayochezwa ambayo imeshaanza na tutamalizia hapo baadaye. Kupitia mashindano haya tumepata fursa ya kuelimisha jamii kuhusu namna ya kutambua viashiria vya uhalifu, kuzuia uhalifu kabla haujatokea na kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa kwa wakati. Tunaamini kuwa usalama ni wajibu wa kila mwananchi, na kwa ushirikiano huu Tarime bila uhalifu inawezekana. Afande mgeni rasmi, kutokana na namna wananchi walivyoipokea michezo hii kwa ushiriki wa hali ya juu na kujitoa bila kuchoka, nimegundua kuwa ni kitu ambacho walikuwa wanakihitaji sana, na kutokana na hali hiyo ninakuahidi kuwa michezo hii itakuwa endelevu. Kwa niaba ya Jeshi la Polisi wilaya ya Tarime, napenda kuwashukuru wote mliojitokeza kushiriki na kufanikisha mashindano ya Polisi Jamii Cup 2026. Kipekee na kwa dhati ya moyo wangu ninashukuru na kutambua mchango wa Chifu Zakaria, mkurugenzi wa kampuni ya